maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako, ni tumaini kwa afya yako. Njombe Net Event 2026. Hebu tusimame, tumekaa sana. Lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako. Ni tumaini, ni tumaini kwa afya yako. Hebu jinyoshe kidogo. Namna hiyo. Haya, tuketi. Nina furaha tena kusimama mbele yenu katika siku hii nyingine, siku nzuri kabisa iliyojaa baraka za Mungu, ili tuweze kupokea maelekezo ama mafundisho ambayo yanalenga kujenga afya zetu na kutufanya kuwa watu bora wenye manufaa maishani. Siku ya jana tulikuwa tunaangazia utakatifu mezani. Tuliona wanyama safi na wasio safi, tofauti zao ni zipi kisayansi, na ni yapi maelekezo ya Mungu juu yetu kuhusiana na ulaji wa chakula cha nyama. Na niliwaeleza kwamba wiki hii tutajikita zaidi kuangalia swala la ulaji, kwa sababu matatizo mengi katika afya yanatokana na ishu ya ulaji. Kuna maswali yaliibuka nikatumiwa na ujumbe na baadhi ya wataalamu wenzangu katika fani yetu ya udaktari kuhusiana na ishu ya vitamin B12. Wanieleza, daktari bwana, mbona tafiti zinatueleza kabisa kwamba bwana watu ambao wana changamoto ya upungufu wa hii vitamin, njia sahihi ni hii, kwamba lazima watumie supplement. Sasa nataka niliweke hilo sawa kwamba japokuwa mimea ina vitamin B12, kiwango chake ni kidogo na upatikanaji wake sio evenly, yani sio kitu kinachopatikana kwa urahisi au kwa utoshelevu wake. Kwa hiyo bado tafiti za kisayansi zinasimama na kusema kwamba kwa wale ambao wana upungufu, basi wanahitaji kutegemea supplements, vidonge vya ziada vya kuongeza vitamin B12, ama kutumia vyakula ambavyo vimeongezewa hiyo vitamin B12. Lakini kama unatumia mazao ya wanyama, basi we hauko kwenye riski hiyo na hilo halikuhusu. Lakini tahadhari nyingine kwa wale ambao labda wanajihisi wao wanatumia zaidi vyakula vya mimea na gusi nyama kabisa, inashauriwa kupima kiwango cha hiyo vitamin B12 mwilini kabla ya kutumia supplement. Kwa hiyo upungufu pia lazima uthibitishwe. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani madaktari wenzangu sasa tutakuwa kwenye ukurasa mmoja. Leo tunajifunza kanuni za kula kifalme. Na kabla hatujaingia hapo, tunaendelea na mchakato wetu wa kuichunguza namba 7. Je, unajua kwamba tunaweza kufurahia mziki pale tu sauti inayosikika nje inapatana na utaratibu ulio ndani ya ubongo wetu? Yaani wewe hata kama sio muimbaji, sio mpiga chombo, utaupenda mziki kwa sababu moja tu. Kuna utaratibu fulani Mungu alishauweka kichwani mwako ambao ukipatana na ile sauti inayotoka nje, ndipo unapata ile furaha ya muziki. Hata kama we si muimbaji, lakini unaweza ukajua huyu muimbaji amehama kia, amepotea, hii imepigwa vibaya. Unaweza ukachagua mziki mzuri na mziki mbaya, kwa sababu mziki uko ndani yetu. Sasa mziki una siri gani yenye namba 7? Moja, muziki ndicho kitu pekee ambacho kinaoanisha uumbaji wa Mungu katika upana wake mkubwa. Muziki unafanana na majira. Mziki unapimwa na kitu kinaitwa noti. Noti ndicho kipimo cha msingi cha muziki. Tukija kwa majira, siku ndio kipimo cha chini cha cha majira. Sasa katika mziki, skeli kuu ya mziki
ina noti 7. Nimeziandika hapo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ukimalizia ile do ya mwisho umeishaanza do namba 1 ya kiwango kinachofuata cha uimbaji. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa. Zinaendelea hivyo hivyo, zinajirudia rudia kama vile ambavyo siku zinajirudia rudia tangu wewe uzaliwe mpaka leo, hazikomi. Na ni kwamba huu mziki huwa unafika sehemu ambayo mwanadamu hawezi kusikia, lakini haumaanishi kwamba umekoma, unaendelea. Sasa katika hizi noti 7 tunaweza tukapata sauti 4 tu. Ndio maana tuna sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya ngapi? Au kuna mtu anaimba sauti ya 5 hapa? Kuna anaimba sauti ya 5? Hayupo. Maana yake mziki una sauti 4. Tunaweza tukatengeneza muafaka wa sauti 4 tu. Lakini ukija kwenye majira, juma moja lina siku ngapi? 7, kama ilivyo skeli kuu ya nini? Ya mziki yenye noti 7. Haya, mwezi una majuma mangapi? 4. Hakuna mwezi wenye majuma 5. Huwa ni 4 kamili na siku chache za nyongeza, lakini mwezi kamili una full weeks ngapi jamani? 4. Haya, njoo kwenye mziki. Kwenye mziki tuna funguo 12. Haijarishi umeanzia katika frequency gani, masafa gani ya muziki. Masafa yoyote utakayochagua kuanzia, yawe ni yale ya kimagharibi au yawe ni yale ya kichina, utaweza kupata ngazi 12 tu. Na hizo ngazi 12 pia zinajirudia rudia. Ndio maana ukiangalia hata kinanda ni marudio tu ya uto tu ngazi 12. Sasa njoo kwenye majira. Majira tuna mwezi, tuna mwaka, kila mwaka una miezi mingapi? Sasa unashindwa kuamini kwamba Mungu aliyetuumba sisi akaumba na majira ndiye Mungu wa Sabato pia? Hebu mtazame jirani yako, mwambie umeelewa hiyo? Kwa hiyo leo ondoka ukijua muziki una noti ngapi jamani? Haya. Usipomwamini Mungu na Sabato yake, mimi nimeisha maliza kukuthibitishia kisayansi. Pastor Butoke atakuletea mafungu. Sasa leo nitaangazia swala la ulaji kwa namna ifuatayo. Nitaanza na mfano. Hiki mnachokiona hapa, huu ni mchakato wa uchimbaji wa dhahabu. Dhahabu unapokuwa umepasua ule mwamba, huwa unasafirishwa. Unaposafirishwa unapelekwa kwenye kinu cha kutwangia, ndio hiyo crusher. Ukishatoka kwenye kinu cha kutwangia, hilo duara unaloliona limezunguka, afu pembeni kuna kama kisima kikubwa cha maji, ni kwamba ule unga uliopatikana huwa unachanganywa na kemikali. Ukishachanganywa na kemikali, ndipo ambapo unaweza kuitenganisha dhahabu na makapi. Ukishatoka hapo, kinachofuata, hiyo dhahabu inapitishwa kwenye moto, na ndipo unaweza ukapata dhahabu iliyo safi. Sasa twende kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula unafanya kazi kama ilivyo uchimbaji wa madini. Yaani unapotoka kwenye udongo mpaka unapata dhahabu safi, ndivyo ilivyo chakula kinavyopatikana pia. Ukishachukua tonge lako la ugali, unapeleka kwenye crusher. Crusher ni mdomo, una meno. Unavunja kile chakula kwenda kwenye vipande vidogo. Ukishavunja, kile chakula kinasafirishwa kutoka kwenye mdomo kwenda kwenye tumbo. Sasa kabla hakijafika ndani ya tumbo, pale nje huwa kuna valve, kuna gate ambalo linaruhusu chakula kiingie, na linazuia kikiingia kisifanye nini? Kistoke. Sasa kikishafikishwa tumboni, kinameng'enywa. Kumeng'enywa maana yake ni nini? Chakula kilichovunjwa kikachanganyikana na mate, kikifika tumboni kinachanganywa na tindikali, alafu tumbo linakuwa linafanya hivi kukichanganya kile chakula. Kwa hiyo matokeo yake kile chakula kinachanganyikana na asidi, na ile asidi pamoja na vimeng'enya vingine ndivyo vinavyo sasa enda kutafuta vile vinutrients, sasa vile vimatofali vinavyojenga mwili wetu. Alafu hatua inayofuata, kile chakula kinafyonzwa kuingia kwenye damu. Kikisha fyonzwa kuingia kwenye damu,
makapi yanaenda mpaka njia ya haja kubwa yanatolewa, lakini kile kilichofyonzwa kwenye damu pia huwa si kwamba kinaingia tu mwilini mwako moja kwa moja, kinapita kwenye ini. Kikitoka tu kinapita kwenye ini ili kihakikiwe ubora. Kama kuna sumu au vitu fulani vinatolewa pale kwenye nini jamani? Kwenye ini, alafu ndipo kinaruhusiwa kuingia kwenye mzunguko wako wa mwili ili kikupatie mahitaji yako. Sasa katika haya mambo yote matano ya msingi, kuvunjavunja, kusafirisha, kumeng'enya, kufyonzwa na kuhakiki ubora, haya manne ya chini yanafanyika bila uwezo wako. Yaani chakula ukiisha kimeza hauna uwezo wa kukidhibiti tena. Kwa hiyo sisi tunaweza kudhibiti chakula kabla hatujafanya nini? Kwa hiyo sehemu pekee tunayoweza kudhibiti ni kwenye sehemu ya kula. Sasa hapa ndipo tutaangalia makosa unayoweza kufanya. Na ubaya wa hili dude ni kama limtambo. Ukiisha anzisha sehemu moja umeliwasha rote. Hata kama unatafuna karanga. Sijui unanielewa vizuri. Hata kama unakula karanga ngapi? Nimewahi kuwa na saga unga enzi zetu kule nyumbani, mama alikuwa ananituma kusaga unga. Kuna siku ukienda na kilo 2 pale mashineni, jamaa anakuambia subiri kwanza waje na wengine ili asage kwa pamoja. Asije akawasha mashine kwa kilo 1, kwa sababu mashine kwanza kuwaka inatumia umeme mwingi, na mpaka kuzima inafanyaje? Uzime tena uwashe tena, umeme unaenda. Kwa hiyo anaambia subiri, mkiwa wengi nitasaga. Kwa hiyo sasa mwili nao ni hivyo hivyo. Ili dude ukiliwasha, haijalishi ni jojo, haijalishi ni karanga moja, haijalishi umeonja kitu gani, unawasha dude lote. Sasa ni makosa gani watu huwa wanafanya? Moja, watu wengi wanakula ovyo. Mimi si wahukumu kwamba unakula, inawezekana hauli sana, ila unakula kidogo kweli kistaarabu. Hata nikipishana na wewe siwezi kutishika kwenye sahani yako, lakini unakula mara kwa mara. Sasa kwa nini kula mara kwa mara ama kula katikati ya milo ni vibaya? Twende pamoja. Tumeambiwa kwamba tumbo lina lile geti pale, ile valve. Ile valve huwa inafunguka tu inaporuhusu chakula kuingia tumboni. Hiyo picha ya kwanza. Chakula kikiisha ingia tumboni, hii picha inayofuatia kulia, hiyo inaonyesha valve imefunga na lile tumbo sasa limeanza kuchanganya nini? Mwili unapoelewa sasa umeacha kutafuna. Unajua tumbo pia linaenda kwa adabu. Wanapeana taarifa, bana ameacha kutafuna. Sasa funga valve tuanze kufanyaje? Kumeng'enya. Kwa hiyo wakiisha kuwa wamepata taarifa kwamba umefunga valve, wanaanza kumeng'enya. Maana yake hii valve inafungwa kwa sababu ile asidi haitakiwi kurudi wapi? Kurudi nyuma. Yaani ni sawa na kuchukua dhahabu uliokwisha iponda uirudishe tena kwenye nini? Kwenye mashimo kule ulikochimba. Unakuwa unafanya kazi bure. Kwa hiyo tumbo nalo kikiisha fika tumboni, wanasema haya, asante mdomo, asante koo, tuachie kazi inafunga. Sasa shida inakuja wapi? Unapokula katikati ya mlo, wakati mmeng'enyo unaendelea, unauchanganya mwili unasema jamani, kuna kingine kinakuja huko. Sasa kinaenda wapi? Bwana hakina pa kwenda, hebu fungueni geti. Kwa hiyo mwili unafungua nini? Unapofungua geti, kumbuka ule mchakato wa kusaga kile kilichomo na wenyewe unaendelea. Kwa hiyo matokeo yake ile asidi inarudi inapanda mpaka kwenye koo. Ndiyo maana tunakuwa na matatizo ya kiungulia, mara sijui gesi imejaa kooni, tumboni, kwa sababu ikisha open valve kile chakula kinafanya nini? Kinarudi juu. Sasa ukifanya hivi mara kwa mara, kwa sababu hii asidi haikutengenezwa ili ikae kwenye koo. Koo lako linaanza kusema sasa ndugu yangu, linaupa taarifa mwili. Sasa ndugu yangu, mimi mazingira yangu ya kazi ni magumu. Nahitaji mniongezee uwezo wa kukabiliana na nini? Na hii asidi. Kwa hiyo matokeo yake, kwanza ile valve inaathiriwa na ile asidi. Kwa hiyo inakuwa kama imetengeneza kidonda. Na inapopona
inapona, inatengeneza kovu gumu, kama ambavyo ukiumia na kidonda unapata kama kovu fulani gumu. Sasa ile kovu sio flexible, linakuwa tayari limeisha dhoofisha ile nini, ile valve, lile geti. Kwa hiyo maana yake lile geti linakuwa halina uwezo tena wa kudhibiti nini, asidi, wakati tumbo linafanya kazi yake. Lakini pia koo la chakula linapoungua na lenyewe linapoteza uwezo wake wa kunyumbulika, na hii hali ikiendelea kwa muda mrefu unapata shida. Sasa ngoja nikwambie makosa yanayotokea, na ninasikitika kwa nini watu wengi hili hawalielewi. Kosa moja watu wanalofanya wakipata changamoto kama hizi za kiungulia, gesi kuwa nyingi, hawafikirii kujikagua mtindo wao wa ulaji. Wanachofanya, wanaenda kwa daktari. Daktari anachofanya, anakupa dawa ya kupunguza asidi. Sasa niwaulize wenyewe ndugu zangu, hivi ukipunguza kiwango cha asidi umetibu tatizo? Umetibu tatizo? Maana dawa utakayopewa itaenda tu kupunguza nini, asidi, lakini haitakuondolea nini, tatizo. Ndio maana ukiacha dawa unashtukia tena unafanya nini, ile hali inarudi. Kwa hiyo unakuwa mteja wa hospitali. Na sisi ukija sasa, tutapata wapi mshahara? Tutakupa dawa tupate mshahara, ndo kazi yetu. Lakini kuna vitu ambavyo daktari hawezi kukufanyia. Daktari hawezi kucontrol utaratibu wako wa kula nini, chakula. Ndio maana tunashauriwa milo ipeane nini jamani? Haya, sababu ya pili kwa nini milo ipeane nafasi. Unapokula chakula, kama nilivyowaambia, ili dude ukiwasha juu, umewasha mwanzo mpaka mwisho. Unapoweka chakula tu mdomoni, yani unakuwa umewasha mpaka mfumo wa mwili unajiandaa mpaka pale chakula kitakapoenda kupokelewa. Maana yake zile homoni zinazoshughulika na matumizi ya hicho chakula ndani ya mwili zinaruhusiwa. Sasa mojawapo ya homoni ni insulin. Ukishaanza kula tu, mwili unazalisha insulin. Unaona, kwa mfano ukila breakfast pale, unaona insulin inatolewa, na inapotolewa inahamasisha uhifadhi wa chakula cha ziada kwenda kwenye mafuta. Kwa hiyo ukisha kula, insulin inapanda, alafu kwa sababu umeacha kula inashuka. Ikishuka, kale kagepu kati ya breakfast na lunch inapungua. Inapopungua, maana yake unakuwa ni wakati wa kupoteza mafuta, kwa sababu insulin imefanya nini, imepungua. Ukila tena lunch, ka insulin kanapanda, alafu ukimaliza kanafanya nini, kanashuka. Unakuwa unapoteza tena mafuta ya ziada uliotumia. Sasa wakati unalala hayo masaa 8, insulini inashuka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kunakuwa na wakati mwingi wa mwili kutumia ile akiba ambayo imehifadhiwa kama mafuta. Sasa changamoto ya pili ya kula mara kwa mara ni nini? Ni kwamba wewe muda wote, hata kama ukila karanga tu, mwili unatoa insulini ya kutosha. Unatoa tu insulini. Maana unajua kwamba vinakuja. Kwa hiyo havijui kwamba utakuwa umekula karanga moja, ukianza hata kama unatafuna jojo, mwili unajua tu hii process hii kuna kitu kinakuja, inatoa insulini. Kwa hiyo wewe kama unakula mara kwa mara, maana yake muda wote unakuwa hauchomi mafuta, ila unahifadhi mafuta, hata kama unakula kidogo kidogo. Kwa hiyo shida inakuja nini? Mbona sipungui uzito? Mbona sipungui unene? Unaona hiyo changamoto inapokuwa, lakini ni kwa sababu ya nini? Unakula mara kwa mara. Kwa hiyo unakuwa unahifadhi mafuta muda wote. Sasa nilidhani kwamba hili somo ningeweza kulimaliza leo, lakini ninatamani leo niishie kwenye hiki kipengele cha kwanza cha kutokula katikati ya milo. Kesho tutaendelea na hizi kanuni za kula kifalme na mambo ya kuzingatia wakati tunakula. Kwa hiyo tutaangalia hizo kanuni zilizosalia, na tutaangalia pia ushauri ni nini tufanye ili tuweze kula katika namna iliyo bora. Labda tu jambo moja la kukazia ni kwamba ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu.
Daktari amesemaje? Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa, usile kwa sababu ni muda wa nini, wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini, unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya, vinakuwa kwenye mlo wako mgapi. Ukifunga habari ya kula, umemaliza yote. Basi usikose kesho tutakapoendelea kuziangalia kanuni hizi, na Mungu awabariki sana. Njombe Net Event 2020.